الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 24 mwezi mtukufu wa Rajab Mudhar mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 Miladia. يقول الشيخ بازمول حفظه الله تعالى. Tulielezea wiki iliyopita maneno marefu ya Sheikh Bazamul hafidhahullah ta'ala alivyoelezea kwamba hadithi hii ya almusii salatahu, kila kilichotajwa katika hadithi hii haimaanishi kwamba visivyotajwa si vya lazima. Riwaya zote zilizotajwa za hadithi hii ya almusii salatahu, ikiwemo riwaya ya Rifaa radhiyallahu anhu, zote zinaelezea mambo ya sala mengi, lakini haina maana kwamba yasiyotajwa katika hadithi hii si mambo ya lazima katika sala. Kuna mambo mengi ambayo hayakutajwa katika hadithi hii lakini yametajwa katika hadithi nyingine. Kwa kuna katika maulama wanaotolea hoja hadithi hii kwamba kila lisilotajwa katika hadithi hii basi sila wajib, sio la lazima. Kwa Sheikh Bazamul hafidhahullahu ta'ala na wengineo wameelezea kwamba hadithi hii haina maana hiyo, kwamba kila lisilotajwa katika hadithi hii basi sio la lazima. Umeelewa? Kuna mambo mengi ambayo hayakutajwa yametajwa katika hadithi nyingine kuonesha kwamba pia ni ya lazima. Tumefikia fi qawli ibn al-Qayyim al-Jawziyya. قال: ولابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 بعد 700 من الهجرة رحمه الله تحقيق ماتع يرد فيه على من يستدل بحديث المسيء صلاته على عدم وجوب ما لم يذكر فيه مطلقا. ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ana tahqiq nzuri inayomrudi anayetolea dalili kwa hadithi hii ya mwenye kuharibu sala yake kutokuwa wajibu lisilotajwa katika hadithi hii kwa hali zote. Idh yaqulu alayhi rahimahullah wa jawabuhu min wujuh, jawabu lake hilo ni kwa njia nyingi. Ahaduha inna hadith almusii hadha قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه. حديثه ya almusii salatahu wamejalia, wameifanya waliokuja nyuma kwamba ni tegemeo lao la kukanusha kila jambo ambalo wanakanusha ulazima wake. Hadithi hii almusii salatahu wameifanya waliokuja nyuma, maulama waliokuja nyuma wameifanya ni dalili yao na ni tegemeo lao la kukanusha kila ambalo wanakanusha uwajibu wake. Wahammaluhu fawqa taqatihi, wameichukua hadithi hii zaidi ya uwezo wake. Wabalaghu fi nafyi makhtulifa fi wujubihi bihi, wakazidisha kukanusha mambo ambayo maulama wamekhtalifiana uwajibu wake kwa hadithi hii. Qala: faman nafa wujuba al-Fatiha ihtajja bihi, anayekanusha ulazima wa suratul Fatiha katika sala anatolea hoja kwa hadithi hii, sababu haikutajwa suratul Fatiha katika hadithi hii. Kwa anayekanusha uwajibu wa suratul Fatiha katika sala pia anatolea hoja kwa hadithi hii. Waman nafa wujuba at-taslim ihtajja bihi,
Anayekanusha uwajibu wa kutoa salamu pia anatoa hoja kwa hadithi hii. Waman nafa wujuba salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam ihtajja bihi, anayekanusha uwajibu wa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa hoja kwa hadithi hii. Waman nafa wujuba takbirati lintiqal ihtajja bihi, na pia anayekanusha uwajibu wa takbira zile za kugura kutoka katika rukuu kwenda hapa, kutoka katika sujudu kwenda jalsatil istiraha, pia anatolea hoja kwa hadithi hii. Thumma qala Sheikh hafidhahullah, kullu hadha tasahulun wastirsalun fil istidlal. Yote haya ni tasahul, ni kufanya wepesi na kuachilia katika kutolea dalili. Wa illa fa inda tahqiqi la yunfa wujubu shay'in min dhalik, vinginevyo kwa uhakiki haikanushi uwajibu wa chochote katika hayo. Yote haya ni mambo ya lazima. Haya wanaosema kwamba si wajibu kwa sababu hayakutajwa katika hadithi hii, yote haya ni mambo ya wajibu. Fatiha ni nguzo katika nguzo za sala, kutoa salamu ni moja katika nguzo za sala, salatu ala nabii, takbiratul intiqal ni wajibati hizi. Bal ghayatuhu an yakuna qad sukita an wujubihi wa nafyihi, bali ghaya yake, mwisho wake ni kuwa imenyamaziwa uwajibu wake na kukanushwa kwake. Fa ijabuhu bil adillati almujibati lahu yakunu muaridan bihi, wajibu wake ni kwa dalili zinazowajibisha. Yakunu muaridan bihi, je, inakuwa ni yenye kupinga na hii, kupinga hadithi hii, sababu imetajwa katika hadithi nyingine mambo haya yote kwamba ni lazima katika swala. Fa in qila, ikiulizwa, sukutuhu anil amri bighairi ma amarahu bihi yadullu ala annahu laysa biwajib, kunyamazia kwake mtume na kuamrisha mambo haya bighairi ma amarahu bihi, bila kuyaamrisha, yadullu ala annahu laysa biwajib, hiyo ni dalili kwamba mambo haya si wajib. Liannahu maqamul bayan, sababu hapa ni mahali pa kubainisha na kuweka wazi. Wa ta'khirul bayani an waqti alhaja ghairu jaiz, kuchelewesha bayana kuepusha na wakati wa mahitaji, hiyo haifai kuchelewesha bayana. Ikiulizwa hivyo kwamba kwa nini mtume hakubainisha na kuweka wazi, sababu kuchelewesha kubainisha na wakati wa mahitaji, hiyo haifai kuchelewesha. Qila, itajibiwa hivi, hadha la yumkinu ahadun an yastadilla bihi ala hadha alwajh, hili haiwezekani yoyote kulitolea dalili kwa njia hii. Fa innahu yalzamuhu an yaqul la yajibu at-tashahhudu wala al-julusu lahu wala as-salamu wala an-niyya wala qira'atu al-Fatiha. Hilo litamlazimu huyo kusema kwamba tashahud si lazima, kikao kile cha tashahud sio lazima, salamu pia sio lazima, nia wala kusoma Fatiha pia sio lazima, wala kullu shay'in lam yadhkuruhu fil hadith, wala kila kitu ambacho mtume hajakitaja katika hadithi hii itakuwa kwamba sio lazima. Qala wa tardu hadha annahu la yajibu alayhi istiqbalu alqibla wala salatu fil waqti, kuendeleza hili pia itakuwa si wajibu kuelekea qibla katika sala, si wajibu kusali katika wakati. Liannahu lam ya'muruhu bihima, kwa sababu mtume hajaamrisha haya. Wa hadha la yaquluhu ahadun, ili hakuna yoyote anayesubutu kusema hivyo. Mwanaelewa fa in qultum, mkisema innama allamahu ma asaa fihi wa huwa lam yusi fi dhalik, mkisema kuwa mtume sallam
alimfundisha sahabi huyu Khallad bin Rafi yale aliyoyaharibu tu katika sala, wa huwa lam yusi fi dhalik, na yeye hakuharibu katika mambo mengine ambayo hajatajwa katika hadithi hii. Mtume katika hadithi hii alimfundisha yale aliyoyakosea tu akayaharibu, lakini mambo ambayo ameyapatia Mtume hajamfundisha. Qila lakum, mtaambiwa, faqna'u bihadha alwujubi min munazi'ikum fi kulli ma nafaitum wujubahu bihadithi almusii hadha. Kwa hiyo kinaini faqna'u bihadha aljawabi, faqna'u bihadha aljawabi min munazi'ikum fi kulli ma nafaitum wujubahu bihadithi almusii hadha. Kinaini, ridhikeni na jawabu hili kwa wale ambao ni munazi'ikum, wale ambao wanakukhalifuni nyinyi katika kila mlilolikanusha uwajibu wake kwa hadithi hii al-musii. Kinaini kwa jawabu hili kwamba si kila ambacho hakijatajwa sio wajibu, sio hivyo. Athani, pili, ma amara bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallam min ajzai salah dalilun dhahirun fil wujub, aliloamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sehemu za sala ni dalili ya wazi ya uwajibu wa ajza hizo. Ma amara bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallam min ajzai salati dalilun dhahirun fil wujub, aliloamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ajza, sehemu moja moja za sala, ni dalili ya kwamba ni wazi uwajibu wake jambo hilo, kwa sababu ameliamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa tarku amrihi lilmusii bihi, na kuacha kuliamrisha kwa huyu sahabi mwenye kuiharibu na kuivuruga sala yake, yahtamilu umuran, inahtamil na kuwezekana mambo mengi. Minha annahu lam yusi fihi, katika mambo hayo ni kwamba huyu sahabi hajakosea katika mambo hayo, ndio maana Mtume hakuyasema hapo katika hadithi hiyo. Moja katika mambo ambayo yanawezekana kwamba Mtume hakuelezea katika hadithi hii mambo yote ya lazima, ni kwa sababu huyu sahabi lam yusi fihi, hajakosea katika mambo hayo, ndio maana Mtume hakuyataja. Wa minha annahu wajaba ba'da dhalika, na pia katika mambo haya ambayo yanawezekana ni kwamba hayo yaliwajibika baada ya hapo yakawa ni wajibu pia. Wa minha annahu allamahu mu'dhama al-arkani wa ahammaha, na pia katika mambo hayo ni kwamba Mtume sallam alimfundisha sahabi huyu nguzo nyingi za sala na yale mambo ambayo ni muhimu katika sala. Annahu allamahu mu'dhama al-arkani wa ahammaha, ni kwamba Mtume sallam alimfundisha sahabi huyu nguzo nyingi muhimu katika sala. Wa ahala baqiyata ta'limihi ala mushahadatihi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi, halafu akageuza mafundisho yake yaliyobakia kwa kumwona yeye Mtume sallam katika sala yake. Huyu sahabi alimuona Mtume sallam katika sala yake, kwa mengine ambayo hakumfundisha katika hadithi hii. Sahabi huyu alikuwa akiangalia sala ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au ala ta'limi ba'dhi sahabati lahu, au alimgeuzia kupata mafundisho ya baadhi ya masahaba kumfundisha sahabi huyu. Baadhi ya masahaba waliendelea kumfundisha huyu Khallad bin Rafi ambaye ilikuwa bado hajajua vizuri sala yake. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruhum bita'limi ba'dihim ba'dha, kwa sababu Mtume sallam alikuwa akiwaamrisha masahaba wafundishane, baadhi yao kufundishana baadhi nyingine. Fa innahu sallam kana ya'muruhum bita'limi ba'dihim ba'dha, Mtume sallam alikuwa akiwaamrisha masahaba wafundishane.
fakana min almustaqarri indahum annahu dallahum fi ta'limi aljahili wa irshadi dhali. Ni katika jambo ambalo linatulizana, linakubalika kwao kwamba dallahum, mtume aliwafundisha na kuwaelekeza kumfundisha jahil asiyejua, wa irshadi dhali, na kumwongoza aliyepotea. Wao masahaba wenyewe kwa wenyewe walikuwa wakiamrishwa wafundishane. ثم قال وأي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر. Kuna jambo gani hapo lilozuiliwa kuwa mtume صلى الله عليه وسلم alimfundisha sahabi huyu baadhi ya sala, masahaba wengine wakamfundisha baadhi nyingine? أي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر. Jambo gani linazuiliwa hapo kuwa mtume صلى الله عليه وسلم alimfundisha sahabi huyu baadhi ya mambo ya sala na masahaba wengine wakamfundisha huyu baadhi nyingine? Hakuna mahdhur, yote haya yanawezekana. Tumeelewa? Idhan haitafaa kutolea dalili kwa hadithi hii kukanusha kila jambo ambalo halijatajwa kwamba sio wajibu. Unaelewa? Haitafaa kutolea dalili kwa hadithi hii kila jambo ambalo halijatajwa katika hadithi hii kwamba jambo hilo si wajibu. Hapana, haitafaa hivyo. Ndio hapa anaposema namba moja chini, asema qad warada fi hadithi almusii fi salatihi dhikru ba'dhi hadhihi almadhkurat. Imekuja katika hadithi hii almusii salatahu kutajwa baadhi ya haya yaliyotajwa, kama yu'lamu min murajaati risala allati afradtuha fi hadithi almusii salatahu bitajmi'i turuqihi wa ziyadatihi min matbu'ati dari alhijra. Asema Sheikh Bazamul, kama inavyojulikana kwa kurejea risala ambayo nimeitenga kuelezea hadithi hii almusii salatahu kwa kukusanya njia zake na ziadati zake, min matbu'ati dari alhijra. Fala yasluhu alistidlalu bilhadithi ala hadhihi at-tariqa fi nafi wujubi hadhihi al-umuri jami'iha. Haitafaa kutolea dalili kwa hadithi hii kwa njia hii kukanusha uwajibu wa mambo haya yote ambayo hayajatajwa. Wa inma awrada al-imam Ibn Qayyim jariyan ala ma waqafa alayhi min riwayat lilhadith wallahu a'lam. ثم قال حفظه الله وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من واجبات الصلاة. Ikiwezekana hivyo haitakuwa hii inatatiza lam yakun hadha almushtabihu almujmalu muaridan liadillati wujubi salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam wala ghairiha min wajibati salah. Haitakuwa hii inatatiza kwamba hili linalotatiza la jumla linapinga dalili za uwajibu wa kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam wala mengine katika wajibati salat, fadlan an an yuqaddama alaiha, wachilia mbali kutangulizwa hadithi hizi hii kuliko hizi wajibati zilizotajwa. Falwajibu taqdimu as-sarih al-muhkam ala al-mushtabih al-mujmal. Jambo la wajib ni kutanguliza jambo lililowazi ambalo ni muhkam, halijanasihiwa, kuliko hili lililotatiza ambalo linasemwa kwa ujumla. Falwajibu taqdimu as-sarih al-muhkam ala al-mushtabih al-mujmal. Jambo la wajib ni kutanguliza hili lililowazi ambalo ni muhkam, halijanasihiwa, halijafutwa, kuliko hili lenye kutatiza ambalo limetajwa kwa jumla. Wallahu a'lam. أما الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على عدم تحريم فعل ما لعدم ذكر أحد أضداده فيه
فقد قرر ابن دقيق العيد الاستدلال به على هذا بقوله رحمه الله: وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه. Ama kutilia dalili kwa hadithi hii ya almusii fi salatihi kutokuwa haramu kitendo ambacho, ala adami taharimi fi'li ma, kutokuwa haramu kitendo chochote ambacho liadami dhikri ahadi adadihi fihi, kwa kutotajwa moja ya vinyume vyake katika hadithi hii. Kutolea dalili kwa hadithi hii kutokuwa haramu kitendo ambacho haikutajwa moja ya vinyume vyake katika hadithi hii. Faqad qarrara ibn Daqiq al-Eid al-istidlal bihi, amekariri na kuthibitisha Ibn Daqiq al-Eid kutolea dalili ala hadha biqawlihi rahimahullah: wa kullu mawdhi'in ukhtulifa fi tahrimihi falaka an tastadilla bihadha alhadith ala adami tahrimihi. Kila mahali ambapo maulama wametofautiana katika kuharamishwa kwake, yajuzu kutolea dalili kwa hadithi hii ala adami tahrimihi, kutokuwa haramu jambo hilo ambalo maulama wametofautiana. Liannahu law hurrima la wajaba talabbusu bididdihi, lau lingeharamishwa ingelazimu kutatiza na kinyume chake. Lingeharamishwa jambo lingetatiza na kinyume chake. Fa inna an-nahya 'ani shay'i amrun bi ahadi adadihi, kwa sababu kukataza jambo ni kuamrisha moja ya kinyume chake. Kukataza jambo ni kuamrisha moja ya kinyume chake. Hii ni qaida usulia, an-nahyu 'ani shay'i amrun bi dhiddihi. Unapokataza jambo ni kwamba unaamrisha kinyume chake. Ukimwamrisha mtu usiende, ukimkataza kwenda, ina maana unamlazimisha nini? Kubakia pale, usiende na makikaa hapa. Ndio maana yake. Ndio kukataza jambo ni kuamrisha moja ya vinyume vyake. Falau kana talabbusu bidhiddi wajiban la dhukira ma qarrarnahu, lau ingekuwa kutatiza kwa kinyume ni kuvaana na kinyume ni wajib, ni jambo la lazima, la dhukira ma qarrarnahu, lingetajwa hili tulilolithibitisha kwamba kukataza jambo ni kwamba unaamrisha kinyume chake. Fasara min lawazimi nahyi al-amru bidhiddi, itakuwa katika mambo ya lazima katika makatazo ni kuamrisha kinyume chake. Unapokataza jambo unaamrisha kinyume chake. Wa min lawazimi al-amri bidhiddi dhikruhu fil hadithi ala ma qarrarnahu, na katika lawazim la kuamrisha kinyume hii kutajwa kwake katika hadithi hii haya tuliyoyathibitisha. Fa in intafa dhikruhu anil amra bitalabbusi bidhiddi intafa malzumuhu. Fa in intafa dhikruhu, ikikanushwa kutajwa kwake, ani na kusudia al amra bitalabbusi bidhiddi, kuamrisha kinyume cha jambo, kuamrisha kufanya kinyume cha jambo. Intafa malzumuhu, itakalushika hilo lililolazimu lake, wa huwa al-amru bidhiddi, ambapo ni kuamrisha kinyume. Unapokataza jambo unaamrisha kinyume chake. Mwanielewa? Unapokataza jambo ni kwamba moja kwa moja unaamrisha kinyume chake. Usinywe ya maji, ni kwamba unaamrisha nini? Asinywe. Sasa wewe wamwamrisha asinywe. Unapomkataza kunywa ni kwamba unamwamrisha asinywe, ndio kinyume chake hicho. Wa idha intafa al-amru bidhiddi intafa malzumuhu wa huwa an-nahyu an dhalika shay. Ikikanusha ile amri ya kinyume, moja kwa moja inakanushika kile kilicholazimu kwake, ambacho ni nahi an dhalika shay, kukataza jambo hilo. Haya ni mambo ya usul. Hapa amenukuu Sheikh katika Ihkamul Ahkam, kitabu cha usulul fiqhi. Maneno haya Sheikh Bazamul hafidhahullah ni usuli, yeye mwenyewe ni alim min ulamai usuli
alfiqhi. Kwa amenukuu maneno haya katika Ihkamul Ahkam. Qultu wa hadha at-taqriru mahallu bahthin, uthibitisho huu pia ni mahali pa kufanya bahthi. Yuqalu awalan hal hadhihi alqaida alusuliya mahallu ittifaqin anna an-nahya an shay'i yatadhammanu al-amra bi ahadi adadihi. Inasema kwanza, je, msingi huu wa kiusuli ni mahali ambapo wamewafikiana kwamba unapokataza jambo unakusudia kuamrisha kinyume chake? Je, ni kaida ambayo maulama wamewafikiana hiyo? Anna an-nahya an shay'i yatadhammanu al-amra bi ahadi adadihi, kukataza jambo inakusanya kuamrisha moja ya vinyume vyake jambo hilo. Je, wamewafikiana maulama wa usuli katika hili? Qala as-San'ani rahimahullah, hadhi mas'alatu khilafin fil usul, hani mas'ala ambayo yana khilaf, maulama wametofautiana. Daqiqatu dhuyul, ni mas'ala ambayo mikia yake ni ya ndani kabisa. Dhahaba ila alqawli biha a'immatun min alfuhul, wamekwenda kuyasemea mas'ala haya wale aimma, maimamu wale mabingwa katika usul. Wa khalafahum aimma wal kalamu fiha yatul, pia kuna maulama wengine wamewakhalifu na maneno katika masala haya yanarefuka, maneno ya masala haya ni marefu. Akasema intaha maneno haya ya Imamu San'ani rahimahullah, kwamba kaida hii usulia sio kwamba maulama wamewafikiana kwamba ukikataza jambo unaamrisha moja ya kinyume chake, si kwamba ni muttafaqun alayhi, mas'ala ni khilafia. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تساق هنا مساق المسلمات؟ Ikiwa mambo yenyewe ni hivyo, vipi yanaletwa masala haya masaq almusallamat, mahali kama yamesalimishwa na yamekubalika masala haya? Kumbe yana khilafu, maulama wametofautiana. Mbona yanaletwa hapa masaq almusallamat, mahali kama mambo ambayo yamekubaliwa na maulama wote? Kwa haya ni masala yana khilaf baina ya maulama wa usul. ثانيا إذا ورد نهي عن أمر ما في الصلاة لم يرد في حديث المسيء صلاته أمر بأحد أضداده أو أمر بأحد أضداده، هل يقال بإلغاء النهي وعدم العمل به؟ إذا ورد نهي عن أمر ما في الصلاة، yakija makatazo ya jambo lolote katika sala, kama kuna jambo limekatazwa katika sala ambalo lam yarid fi hadithi almusii salatahu, ambalo halijakuja katika hadithi hii almusii salatahu, je, hiyo ni kuamrisha moja ya vinyume vyake? Idha warada nahyun an amri ma fi salah lam yarid fi hadithi almusii salatahu, ikija makatazo ya jambo fulani katika sala ambalo halijatajwa katika hadithi hii almusii salatahu, je, makatazo ya jambo hilo ni kuamrisha moja ya vinyume vyake? Hal yuqalu biilghai nahi, je, itasemwa sasa hayo makatazo yamepuuzwa, wa adamil amali bihi, hayatekelezwi makatazo hayo? Ikiwa imekuja hivyo, je, ile nahi itakuwa ni mulgha, imepuuzwa, haitekelezwi tena? Aljawabu huna yahtaju ila albahthi sabiq fima law jaa amrun zaidun ala ma fi hadithi almusii salatahu bisighati alamri farji ilayhi. Jawabu hapa linahitajia upekuzi uliotangulia. Upekuzi gani? Kama itakuja amri ya ziada, amri iliyozidi haya yaliyo katika hadithi almusii salatahu, itakuja kwa sigha la kuamrisha. Je, inayotangulizwa ni hadithi hii au ni lile sigha la amri? Tumeeleza hapo wiki iliyopita, maulama wametofautiana, lakini wengi wanasema inayotangulizwa ni amri. Ikija amri ambayo ni zaida ala ma fi hadithi almusii salatahu, inatangulizwa hiyo amri.
Akasema masala haya ni hivyo hivyo nayo, kama imekuja sigha la amri katika hadithi nyingine, hiyo amri inatangulizwa kuliko yaliyo katika hadithi hii al-musii salatahu. Thumma qala wa ba'da hadhihi al-muqaddimati aqul, baada ya vitangulizi hivi vyote nasema, Sheikh Bazamul hafidhahullah yaqul miftahu salati tuhur, ufunguo wa sala ni udhu. Miftahu salati tuhur, ufunguo wa sala ni udhu. Famin ahammi al-ahkami allati yahtajuha al-muslimu fi as-salah an ya'rifa ahkama at-tahara allati hiya raf'u al-hadathi wa izalatu an-najasa. Katika hukumu muhimu anazohitajia Muislamu kwa ajili ya sala yake ni kujua hukumu za tahara ambao ni kuondosha hadath na kuondosha najisi. Hadath ni kutokuwa na udhu. Ni katika hukumu muhimu kwa Muislamu kabla hajasali ajue hukumu za tahara ambao ndiyo kuondosha hadath na kuondosha najisi, ajue ni maji gani ambayo yanafaa kutawadhia, maji gani ambayo hayafai kutawadhia, ajue. وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، ufunguo wa sala ni udhu. Udhu ukiwa umekamilika, sala nayo itakuwa ni sahihi, lakini kama udhu haujakamilika, sala haiwezi kuwa sahiha. وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، haikubali sala ya asiyekuwa na udhu mpaka atawadhe. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadha, haikubali sala ya asiyekuwa na udhu mpaka atawadhe udhu kamili. Qala rajulun min Hadramaut mal hadathu ya Aba Huraira, mtu mmoja katika masahabi wa Hadramaut akamuuliza Abu Huraira, mal hadathu ya Aba Huraira, nini hadath hii uliyosema kwamba haikubali sala ya mwenye hadath mpaka atawadhi? Mal hadathu ya Aba Huraira, nini hadath ya Abu Huraira? Qala fusaun au dhurat, hadath ni fusa, ni kushuta kwa upepo au kwa sauti. Udhu kutenguka ndiyo hadath. Kuna hadathi kubwa na hadathi ndogo. Hadathi ndogo ni hiyo kutokuwa na udhu. Hadathi kubwa ni mtu kuwa na janaba au mwanamke kuwa na hedhi au nifasi, hiyo inaitwa hadathi kubwa. Lakini hapa hadithi inazungumzia hii hadathi ndogo ya kutokuwa na udhu. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadha, sababu hadathi kubwa ni lazima kuoga, lakini hii ni hadathi ndogo, haikubali sala ya mwenye hadath mpaka atawadhe. Sasa mtu mmoja katika masahabi wa Hadhramut akamuuliza Abu Huraira, mal hadathu ya Aba Huraira, hadath ni nini ya Abu Huraira? Qala fusaun au dhurat, ni kushuta kwa kutoa upepo au kwa sauti. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, enyi mlioamini mkisimama kwa ajili ya kusali osheni nyuso zenu na mikono yenu pamoja na visukusuku. Osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na osheni mikono yenu, ila almarafiq, pamoja na visukusuku pia vinaoshwa. Wamsahu biruusikum, pakeni maji vichwa vyenu. Wa arjulakum, na osheni miguu yenu, ila alka'bain, pamoja na zile tindi mbili za miguu. Wa in kuntum junuban fatahharu, mkiwa ni janaba basi jitaharisheni muoge janaba. Wa in kuntum marla au ala safar, mkiwa nyinyi ni wagonjwa au mko safarini. Au jaa ahadun minkum min alghait, au alikuja mmoja wenu kutoka chooni. Au lamastumun nisaa,
au mliwajamii wanawake, falam tajidu ma'an, msipate maji ya kuogea, fatayammamu sa'idan tayyiba, tayamamuni kwa kutumia mchanga ulio safi, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, pakeni nyuso zenu na mikono yenu tu kwa mchanga huo. Ikiwa mtu hana maji ya kuogea, ana janaba, hakuna maji yamekatika, au ni mgonjwa hawezi kutumia maji ya kuogea na ana janaba, hataki kutumia maji, pengine ana majeraha kichwani au katika mwili wake na ana janaba, anatakiwa atayammam kwa mchanga tu, aike mikono yake katika mchanga, afute uso na vichanga vyake tu, wabasi juu, tayammam tayari, juu tu hapa tu, si huku, juu tu, khalas, akasali. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah hataki kuwatia uzito, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun, lakini Allah anataka kuwataharisha nyinyi na akamilishe neema zake juu yenu ili mpate kumshukuru. فالحكم الأول الذي يتعلق بالصلاة هو الطهارة، رفع الحدث وإزالة النجاسة. حكم ya mwanzo ambayo inahusiana na sala ni udhu, rafu alhadath, kuondosha hadath, wa izalatu najasa, na kuondosha najisi katika nguo, mwili, mahali pa kusalia pasiwe na najisi. Fayahtaju almuslimu an yataallama ahkama at-tahara, muislamu anahitajika kujifundisha hukumu za udhu, za tahara. Min alwudhui, tahara ambao ni udhu, walghusli, na kuoga, walmasi ala alkhuffain, na kupaka maji juu ya hofu mbili, watayammum, na tayammun, walghusli min aljanaba. Pia muislamu anahitajika kujua kuoga janaba, walghusli min alhaidhi, na kuoga hedhi, wa ahkami almai, pia anahitajika kujua hukumu za maji, wa ghairiha min alahkami allati yastanidu alaiha kitabu tahara, na mingineo na nyinginezo katika hukumu ambazo zinategemea kitabu tahara. Wa naktafi bihadha tanbih ala darurati an yulimma bi ahkami tahara, tunachoshelezeka na hili at-tanbih, kuzindusha watu dharura ya kujua hukumu za tahara. Walidhalika fi hadithi ar-rajul alladhi asaa as-salah, na hilo ni kwa hadithi ya yule mtu ambaye aliharibu sala yake. Lamma qala lirrasuli sallam allimni kaifa usalli, nifundishe ni sali vipi. Qala idha qumta ila as-salah fa asbighi al-wudhu'a, ukisimama kwa ajili ya sala eneza udhu wako, kamilisha udhu. Fabada awwala ma badaa biahkami as-salah, akaanza mwanzo walivyoanza ahkami at-tahara. Fabadaa awwala ma badaa biahkami at-tahara, akaanza mwanzo walivyoanza hukumu za tahara. Idha alimtum hadha wa tanabbahtum lahu fa innana naktafi bihadhihi al-ishara ala an yakuna lakum darsun akharu an ahkami at-tahara insha Allah. Mkiyajua haya na mkizinduka kwa hilo, sisi tunatoshelezeka kwa ishara hii kwamba nyinyi mtakuwa na darsa nyingine kuhusu hukumu za tahara insha Allahu taala. Sheikh Bazamul akiwaambia wanafunzi wake, awwalu hukmin min ahkami as-salah ba'da at-tahara istiqbalu al-qibla, hukumu ya mwanzo katika hukumu za sala baada ya udhu ni kuelekea qibla. Awwalu hukmin min ahkami as-salati ba'da at-tahara istiqbalu al-qibla, hukumu ya mwanzo katika hukumu za sala baada ya udhu ni kuelekea qibla. Qala wa hadha awanu ash-shuru'i fi sharhi kitabi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Huu ndio mwanzo wa kuingilia katika kuelezea kitabu hiki
cha Sheikh Al-Albani rahimahullah kuelezea namna sala ya Mtume sallam kutoka takbira mpaka taslim kama unayoiona sifa hiyo. Yaqulu musannifu kitabi sifati salati nabii sallallahu alaihi wasallam istiqbalu al-Kaaba. Tuendelee. استقبال الكعبة. يقول رقم 1: هذا الذي ذكره الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة يعني جهة الكعبة. الشيخ بازمول katika unwani ya mlango huu istiqbalul Kaaba asema hili lilitaja shekhi hapa kwamba Mtume sallam alikuwa akielekea al-Kaaba, anakusudia upande wa al-Kaaba. Wadhalika fi salatihi sallallahu alaihi wasallam fil Madina, na hilo ni katika sala yake Mtume sallam alipokuwa kule Madina, alikuwa akielekea upande wa al-Kaaba. Amma fi salatihi fi Makkah sallallahu alaihi wasallam fakana yastaqbilu aina al-Kaaba. Ama sala yake pale Makkah Mtume alikuwa akielekea dhati ya al-Kaaba. Mnaelewa? Kwa hiyo mtu akiwa pale Makkah ndani ya Masjidil Haram lazima aelekee aina al-Kaaba, dhati ya al-Kaaba, aielekee ile al-Kaaba yenyewe. Lakini akiwa nje tu ya al-Kaaba anatakiwa aelekee upande ulioko al-Kaaba. Kama sisi hapa, sisi hatuelekei dhati ya ile al-Kaaba, tunaelekea upande wa al-Kaaba. Qala wal ulama rahimahumullah yaqulun المسلم يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة إذا كان يراها. Wasema ulama rahimahumullah, muislam ni lazima aelekee dhati ya al-Kaaba ikiwa anaiona al-Kaaba. Ikiwa anaiona yuko pale Masjidil Haram ni lazima aelekee dhati ya ile al-Kaaba. Fa idha lam yakun yara al-Kaaba, ikiwa haioni al-Kaaba, fa innahu yakfihi an yastaqbila jihata al-Kaaba. Ikiwa haioni al-Kaaba inamtosha kuelekea upande tu wa ile al-Kaaba. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, upande ulio baina ya mashariki na magharibi ni qibla. Ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, upande ulio baina ya mashariki na magharibi ni qibla, yani elekeni huo upande huo ulio baina ya mashariki na magharibi ni qibla. Qala Ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid wa ajma'a al-ulama anna al-qiblata allati amara Allahu nabiyahu wa ibadahu bitawajjuh nahwaha fi salatihim hiya al-Ka'batu al-Baytu al-Haram bi Makkah. Wamewafikiana maulama kwamba qibla ambacho Allah alimwamrisha mtume wake na akawaamrisha waja wake wote kuelekea upande wake katika sala zao ni hii al-Kaaba, nyumba tukufu iliyoko Makka. Fawalli wajhaka shatara al-Masjid al-Haram wa annahu farada ala kulli muslimin au fardun wa annahu fardun ala kulli man yashahadaha wa ayanaha istiqbalaha, ni lazima kwa kila anayeshuhudia al-Kaaba na kila anayeiona al-Kaaba aielekee al-Kaaba. Wa annahu in taraka istiqbalaha wa huwa muayinun laha au alimun bijihatiha fala salata lahu wa alayhi i'adatu kulli ma salla kadhalik. Huyo mtu anaiona al-Kaaba, yuko pale ndani ya Masjidil Haram, anaiona al-Kaaba lakini akaacha kuielekea al-Kaaba, hakuelekea al-Kaaba, akaelekea ukuta tu wa Masjidil Haram, wakati yeye anaiona al-Kaaba au anajua upande wake uliopo, huyo hana sala. Fala salata lahu, huyo hana sala. Wa alayhi i'adatu kulli ma salla kadhalik, na anawajibika kuzirudisha kila sala alizozisali hivyo bila kuielekea al-Kaaba. Tumeelewa? واجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد
hamalahu min ghairi ijtihadin hamalahu ala dhalik anna salatahu ghairu mujzi'atin anhu wa alayhi i'adatuha ila alqibla. Pia maulama wameafikiana kwamba aliyesali ila ghairi alqibla, upande ambao sio qibla, akasali hivyo min ghairi ijtihadin, bila kujitahidi, hamalahu ala dhalik, kuliko mpelekea hivyo. Mtu amekwenda mahali hajui misikiti iko wapi. Unaweza ukwenda mahali msikiti hujui uko wapi, umeelewa? Wala hukuuliza, ukafika pale nyumbani kwako, ulipofikia ukaelekea tu upande wote ukasali, umeelewa? Bila kuuliza wala kujitahidi wala kutafuta. Sala hiyo haisihi ikiwa umeelekea upande mwingine, sala ile haikusihi. Tumeelewa? Ikiwa mtu hajui kibla ni wapi, wala hakuna msikiti pale karibu, wala hakuuliza wala hakujitahidi kusema kwamba mashariki ni huku, magharibi ni huku, basi kibla ni huku, pia hakujitahidi hivyo, akajisalia tu, wacha nielekee huku, sala yake hiyo haisihi. Ndio maneno haya Sheikh Bazamuni anasema, unaelewa? وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك. Wamewafikiana maulamaa kwamba anayesali akaelekea isiyokuwa qibla bila ijtihadi iliyompelekea hivyo, ina maana kwamba kama alijitahidi akafikiria, kule tulipokuwa kule Mombasa watu wanaelekea hivi, kule majengo kule Zamaria watu wanaelekea hivi, basi mimi naona hapa pia, hapa sijui panaitwa nini hapa, pia naona ni hivi mimi, akajitahidi hivyo, halafu akasali, kumbe alikosea. Sala hiyo ni sahihi. Kwa sababu gani? Alijitahidi, umeelewa? Alijitahidi akaona hapa ni sawa sawa na Zamaria hapa, sala yake itakuwa sahihi. Ndio alivyosema Sheikh Bazamuni hapa, umeelewa? من اجتهد وجد. تمام، sawa sawa. ثم قال حفظه الله أن صلاته غير مجزئة هو ambaye hakujitahidi, wa alayhi i'adatuhu ila alqibla, huwa aliyesali bila kujitahidi anawajibika kurudisha sala yake aelekee qibla, kama lau salla bighairi tahara, ni kama aliyesali bila ya udhu, lazima arudishe sala yake. Wa fi hadha almaana hukmu man salla fi masjidin yumkinuhu talabu alqiblati fihi bilmihrabi wa shibhihi. Wa fi hadha almaana, ni katika maana haya, hukmu man salla fi masjidin, hukmu iliyosali katika msikiti, yumkinuhu talabu alqiblati fihi bilmihrab, ambapo inawezekana kupata qibla kwa mihrabu katika msikiti huo, wa shibihi, na mfano wake. Falam yafal, asifanye. Ana msikiti na una mihrab, hakufuata. Wasalla ila ghairiha, akasali upande mwingine ambao sio huu wa qibla, huyu pia lazima arudishe sala yake. Tumeelewa? Kadhalika wa ajma'u anna ala kulli man ghaba anha an yastaqbila nahiyataha. Pia wamewafikiana maulama kwamba kila aliyembali na al-Kaaba, an yastaqbila nahiyataha, ni wajibu aelekee upande wa al-Kaaba. وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أي عن الكعبة أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، أيلكي upande wake hiyo الكعبة. ndio fawalli wajhaka shatra المسجد الحرام، ndio shatraha wa tilqaaha. وعلى أن من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنه من النجوم والجبال والرياح وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. pia wameafikiana kwamba
kila ambaye khafiyat alayhi nahiyatuha, kila ambaye imejificha kwake upande wa Kaaba, hajui. Alistidlala alaiha, kutolea dalili kwa Kaaba kwa kila jambo ambalo linamwezekania, nyota, majabali, upepo na mengineo, mimma yumkinu an yastadilla bihi ala nahiyatiha, katika mambo ambayo inawezekana kutolea dalili na kumwelekeza upande wa Kaaba. Kila jambo ambalo anaweza kulitolea dalili kwamba kwa nyota hii basi Kaaba ni huku, basi afanye hivyo, halafu wasali. Lakini bila kujitahidi sala yake itakuwa haisihi. Tumefahamu? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Albani rahimahullah anaanza na kusema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ila salati istaqbala alka'bata fi alfardhi wan-nafli, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisimama kwa ajili ya kuswali huelekea Kaaba katika sala ya faradhi na ya sunna. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidhalik faqala lilmusii salatahu idha qumta ila as-salah faasbigh al-wudu'a thumma istaqbil al-qiblata fakabbir. Mtume akaamrisha hilo, akamwambia huyu sahabi Khalad bin Rafi al-musii salatahu, akamwambia ukisimama kwa ajili ya kuswali faasbigh al-wudu'a, eneza udhu, kisha elekea qibla, fakabbir, sema takbiratul ihram. idha qumta ila as-salati faasbigh al-wudu'a thumma istaqbil al-qiblata fakabbir. قال الشيخ بازمول المسيء صلاته هو رجل من الصحابة, ni mtu mmoja katika masahaba. Dakhala ila almasjid, aliingia msikitini. Warasulu sallallahu alaihi wasallam jalisun ma ashabihi, aliingia msikitini sahabi huyu na wakati mtume sallam amekaa na masahaba wake. Fasalla rak'ataini, huyu sahabi akasali rakaa mbili. Ma ahsana as-salah, hajaiweza vizuri sala. Sasa natosha hapa haya, tutakuja kuendelea insha Allah wiki ijayo. Hapa mwanzo wa istiqbalul Kaaba, mwanzo wa kitabu hiki sifatu salati nabii sallam cha Sheikh Albani, tutakuja kuanzia hapa insha Allah wiki ijayo. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.